Katikati baadaye kapata penalty. Sio? Goli la pili umeona tumefunga katika progression ambayo nitakwambia katikati ambayo tukipiga follow tukapata goli. Goli la tatu Dube anafunga katika finishing katika ndani ya 18. Sasa hiyo ni sasa nini anatokea katika mpira? Katika mpira sehemu hatari katika mpira duniani inaitwa 14 zone. 14 zone maana yake nini? 14 zone maana yake kuanzia pale kwenye box la mpinzani hapa ambao anacheza namba 6 na namba 5. Ukiacha nafasi, maana yake ukiona watu wanakushambulia muda wote, magoli yote yanapatikana 90% kuanzia katika 14 zone duniani kote. Kwa ukiona kiungo chako kinashambuliwa kuanzia namba 6 anashindwa kutengeneza ile compact ya defender ya ulinzi wake, maana yake unafunga jamaa. Umepita pale katikati zaidi ya mara 12 kama angalia mechi katika first half, lakini walikuwa wajanja, baadaye kupata ile penalty. Kwa walikuwa wanafanya makosa. Mimi nikwambia mtu kwani kwa jinsi anavyoza 14 zone watafungwa tu kwa sababu wameruhusu kiungo chao kushambulia, na nilikuwa tukapata goli. Sasa hiyo ni faida moja, lakini faida ya pili walikuwa wanacheza, walikuwa wanaanza kutengeneza build up kwa goalkeeper, si ndio? Sisi tukafanya nini? High pressing. Mtu akaanza kutengeneza build up, ni lazima washambuliaji wafanyaje? Washambulie wale mabeki, kwa sababu watafanya nini? Wakifanya makosa unafungwa. Na duniani timu ambayo inaweza kufanya build up ni lazima wachezaji watakuwa na vitu vinne vya msingi. Cha kwanza ni lazima wana technique. Cha pili ni lazima awe na tunaita psychology, mentality, yani akili iwe sawa. Sio, unaelewa sijui? Ya tatu lazima awe na tactics, alafu na fitness. Umeelewa? Yaani mchezaji akiwa na vitu vinne. Sasa technique maana yake nini? Tactics ni nini? Fitness ni nini? Na psychology ni nini? Hizi katika technique maana yake napata zile, unaona zile tangdom za mchezaji. Jinsi gani anavyoreceive mali, jinsi gani anavyopasia. Ukiangalia jinsi ya kuachilia mabeki. Hizo vitu vinne kwa mchezaji. Katika action player ya mchezaji ana wale mabeki, unaona kabisa huyu mchezaji muda wote anachomoka. Soma leo siri. Lakini jambo la pili, angalia wachezaji wao. Asilimia kubwa walikuwa wanadondoka chini. Hiyo inaitwa nini? Level fitness ni ndogo. Sasa kama mchezaji kama fitness yake ni ndogo, unakutana na hii timu la CAF Champions League linakuwa tu. Sio, unaelewa? Sasa hiyo mchezaji wote hii timu unaona Dodoma kabisa hii timu itafunga muda wao, kwa sababu vitu vinne vya mchezaji vya msingi hawana. Tukapola mali ile goli, tukafunga goli la ngapi? Goli la 3. Sasa huo ni ubora wa klabu, na huo ni ubora ambao wanatakiwa sisi. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, sisi Dodoma ni kama mtu ambaye ameiba, si ndio? Ukiiba mahakamani, ukikiri bwana mimi nimeiba, hakimu anakuonea huruma na kufunga miezi 1, unaenda mbele. Lakini ukimsumbua hakimu, wewe umeiba, lakini hakimu unasumbua mahakama, ni lazima hakimu anakupiga miaka 3 miaka 4. Uongo kweli? Ndio chopaa Dodoma. Yaani ametusumbua akati unajua utafungwa tu. Ni bora ungefungwa mapema, alafu kocha anasema bwana wewe Okelo bwana usiingie bwana, jiandae kama mechi ya nani? Ya Nation, sio? Wewe bwana wewe na Dube pumzika mapema ingine. Sio ndio? Kitendo cha kufanya cha kuamua kumsumbua hakimu, kocha akakasirika, akaingiza mziki wa National wacheze nao. Yaani mziki wa National ambao anaanza kusurubiwa kapewa Dodoma. Mwalimu, ndio utuambie kwamba huu mziki ambao tumeuona leo ndio ambao tutauona tarehe 31. Sasa ukiniambia mziki utaona, kuna mchezaji mwingine ambao hujamuona? Yaani wewe ukatili ambao umefanywa Dodoma, wewe unaona kawaida tu. Yaani wewe mwanangu una roho gani? Yaani Dodoma umeondoka mpaka unashindwa hata kutembea. Kule mziki nginja ile, unaelewa? Ile nginja amepigiwa ndani dakika 90, anaomba mpaka mpira uishe. Wachezaji akina Edgar Williams wanajidondosha, wala kinaoza wanajidondosha. Level fitness ni ndogo. Kule mziki ambao apewe National katua huyu, wewe unashindwa kumuonea huruma. Basi mwanangu sio Mtanzania, sio binadamu wa kawaida. Huu mziki ambao apewe National mtaka. Mwalimu, mrithi wa mpigaji wa penalty anaonekana kama amepatikana baada ya Stefano Aziz Ki. Leo tumemshuhudia Depo akifanya hivyo, na kazi yake imeanza vizuri kweli kwa kuisawazishia Young Africans na kuiongezea bao jingine na alama zingine, kuisababisha Young Africans kuondoka na alama 3 mbili. Pengine nyota njema huonekana asubuhi, na hivi ndivyo ambavyo inavyoonekana, na dalili njema ni kwake ndio sawasawa na hii ambayo tunayoiona kwa upande wake. Kwanza miongoni mwa wachezaji bora ambao wanaidumia ligi kuu Tanzania bara, Depo mmoja wapo.
Depo muda mmoja wapo. Depo ni mchezaji ambao ni material ya Ulaya. Unaelewa? Kuna wachezaji wengine wamezaliwa material ya kucheza Ulaya. Kwa hiyo huku ni kama unawakosea. Yaani sisi wakubwa. Unajua kwa kama national anamtoa mchezaji kama Trezeguet kutoka Aston Villa anakuja katika ligi yao. Ni ukubwa huo. Yaani Yanga anatoa mchezaji Ulaya anakuja ni mkubwa. Kwa mfano nilikuwa nimwambie kitu kimoja. Mjenga picha. Yule mwamba